Ni kipindi cha Zamadam na mimi naitwa Zamadam. Nipo katika kituo kikuu cha Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Nasafiri katika moja ya miji ya kale hapa ulimwenguni nchini Tanzania. Mtazamaji, chuo kikuu cha Dar es Salaam kimemgundua mtu wa kale ama zamadamu wa kale sana wa kileo, anafanana kama mimi na wewe tulivyo. Inaaminika mwanadamu huyo ameishi zaidi ya miaka 60,000 iliyopita hadi 100,000 hapa duniani. Ungana nami katika safari hii ya kuvutia na ya kihistoria kuelekea katika moja ya miji ya kale nchini Tanzania, ambapo huko nitakuletea mambo mazuri kabisa ya kihistoria mwaka huu 2010. Zamadam. Ni kipindi cha Zamadam kikujia moja kwa moja nikiwa ndani ya basi. Nasafiri zaidi ya kilomita 612 kutokea jijini Dar es Salaam naelekea katika jiji la kale la kihistoria. Sikitaki nikwambie jiji hilo ni jiji gani, lakini ni moja ya majiji ambayo yanasifika duniani kwa kutoa chimbuko la mwanadamu. Huko binadamu wameishi kuanzia miaka 3,600,000 iliyopita hapa ulimwenguni, na hapa ni Tanzania. Tanzania inasifika kwa kitu kimoja, kwamba imetoa chimbuko la mwanadamu kwa miaka mingi kabisa. Katika safari hii basi naelekea kwenda kukuletea utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Dar es Salaam na kumgundua, nasikia gari na titi, kuna bumps zile, ndio maana tunatikisika, usijali. Mtazamaji, katika safari hii naenda kukuletea habari mpya kabisa ya kugunduliwa kwa masalia ya binadamu wa kale aliyegunduliwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Binadamu huyo inaaminika kwamba aliishi zaidi ya miaka 60,000 iliyopita mpaka miaka 100,000 iliyopita. Nabii Isa ama Yesu Kristo amezaliwa miaka 2000 iliyopita. Sasa binadamu hawa wa kale ambao wanafanana kama wewe na mimi tulivyo, wameishi hapa nchini Tanzania, na chuo kikuu cha Dar es Salaam wameweza kuyagundua masalia ya mtu huyo wa kale, ambaye kwa kweli ni historia nzuri kabisa. Na mimi nikaona mimi kama Zamadam hapana, niweze kusafiri kwenda katika huo mji wa kale na kukuonesha masalia hayo na kupata maelezo yake kwa kina. Naamini nitakapofika huko basi utaweza kuona vile ambavyo hasa nimekuandalia. Zamadam. Mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, tayari nimekwisha fika katika jiji la kihistoria, jiji la Arusha. Ni takribani zaidi ya kilomita 612 toka jijini Dar es Salaam. Nipo hapa, mvua inanyesha kama unavyoiona, na vile vile baridi hapa ni kali kabisa, na hii yote hainizui mimi kutokuletea historia adhimu ya nchi hii ya Tanzania, ambapo hapa pamegunduliwa mwanadamu wa kale ambaye inaaminika kwamba ameweza kuishi kwa zaidi ya miaka 60,000 mpaka miaka 100,000 iliyopita. Jambo la kushangaza kabisa, Nabii Isa ama Yesu Kristo ana zaidi ya miaka 2,000 iliyopita, lakini Watanzania kumbe tumeanza kuishi kwa kipindi kirefu kabisa hapa ulimwenguni na kutoa chimbuko ama kina kirefu cha chimbuko la mwanadamu. Ninaye mtaalamu kama unavyomwona kwa mbele yangu hapa, yeye atakuelezea kwa kina chimbuko la makumbusho hii ya elimu viumbe. Na karibu sana. Asante sana. Naitwa Bura Konai, ni kaimu mkurugenzi makumbusho ya taifa ya elimu viumbe. Karibu kabisa kwenye makumbusho yetu haya. Makusanyo yetu hasa yanahusu elimu asilia, mali asili ya nchi. Makumbusho ya taifa ya elimu viumbe iko kwenye jengo lililojengwa na Wajerumani miaka ya 1886. Na makumbusho haya yalifunguliwa mwaka 1987. Lengo kuu hasa ni kupata masalia yale yaliyopatikana kule sehemu ya Olduvai, ambayo binadamu wa kale kabisa aligunduliwa, inaitwa Zinja Anthropus. Umesema jengo hili limejengwa miaka 1886 na Wajerumani. Kwa makusudi gani hasa? Jengo hili lilijengwa wakati huo na Wajerumani, hasa walipopata upinzani kwa makabila ambayo yalikuwa kanda ya huku, hasa wa Masai, Arusha. Kwa hiyo walijenga kama defense post, ya sehemu ya kijeshi, ili kuzuia ile utawala katili
ambao umetoka kwa Wajerumani na Wamasai walikuwa wamechukizwa. Kwa hiyo walijengwa maksudi kali na ndio maana inaitwa Boma, na hii barabara tulionayo inaitwa Boma Road. Na sasa tuelezee chimbuko la makumbusho ya elimu viumbe ilianza vipi na kwa nini na umuhimu wake? Makumbusho ya elimu viumbe chimbuko lake hasa ni kupata makusanyo yote yanayohusu elimu asilia, yote ambayo yanapatikana kwenye nchi kavu na majini. Na kama nilivyokuelekeza, ulisikia kwamba kuna binadamu yule wa kale alivunduliwa huko Olduvai. Sasa tuko karibu na Olduvai. Kwa hiyo mikusanyo yote yale ambayo yanapatikana katika sehemu mbalimbali za nchi yetu yanakusanywa hapa ili jamii iweze kuipata au kuiona karibu zaidi. Mtazamaji wa TBC1, umeweza kusikia walao kwa muhtasari chimbuko la makumbusho hii ya elimu viumbe iliyopo hapa jijini Arusha. Na leo hii basi na kuingiza ndani katika makumbusho hiyo uweze kuona vitu mbalimbali ambavyo vimehifadhiwa. Ni vitu vya kale lakini vinahusiana na mambo ya elimu viumbe, na pengine kuna viumbe vingine vishatoweka. Kuna vitu vingi sana vimetoweka duniani na havipo. Hivyo basi mtaalamu wangu ataweza kwenda kuhadithia kwa kina kabisa. Hivyo basi nakukaribisha kwenye makumbusho hii uweze kwenda kujionea vitu mbalimbali vya kale ambavyo kwa kweli vimehifadhiwa katika makumbusho hii ya elimu viumbe. Karibu sana. Samadam. Mtazamaji, tayari niko ndani ya jengo la makumbusho ya elimu viumbe hapa jijini Arusha, na bado ninayo yule mtaalamu. Na kabla sija kupeleka kwenda kukuonesha masalia yule mtu wa kale ambaye aligunduliwa na Dr. Fidelis Masao kwenye eneo la Olduvai, ambaye ni wakileo, nikisema wakileo ni kwamba anafanana kama mimi na wewe jinsi tulivyo, ambaye aliishi zaidi ya miaka 60,000 mpaka miaka 100,000 iliyopita hapa duniani. Kwanza kabisa nikuletee historia ya mji wa Arusha ulianza namna gani, na hapa bado na yule mtaalamu wangu aweze kukusimulia chimbuko la mji huu wa Arusha ulianza vipi, na hili boma hasa lilikuwa ni boma la namna gani kipindi hicho. Karibu. Asante sana. Hii ni boma la Kijerumani kama nilivyoeleza mwanzoni au awali. Lilijengwa mwaka 1886 kama commanding post ya kuongoza kanda hii ya kaskazini. Wajerumani walikutana na resistance kubwa kutoka makabila mbalimbali, sasa Wamasai, kwa sababu ya utawala wa Kijerumani ule ambao ni harsh rule. Wana kitu kinaitwa Sijambox system, viboko 12 kila asubuhi. Kwa ni aibu kwa Masai wa Kimoran au kutandikwa mbele ya familia yake. Ndio maana wakajenga hili jengo. Sasa hii ndio maofisi waliokuwa wanakaa, na hii ndio historia na ndio mwanzo wa mji wa Arusha. Ni jengo la kwanza kabisa kujengwa, ambayo iliendana na hoteli ya New Arusha Hotel, ambayo ndio kituo cha maaskari wao wakati huo, pamoja na soko kuu hapa katikati ya mji, ambayo ndio matumizi yao yalikuwa yanapatikana pale, pamoja na dispensary ambayo ilitumika kutibu wanyama wao waliokuja nao kama farus, wale walio kifaru ambao walikuwa wanatumia. So walikuwa wanapata ugonjwa wa tropical, sasa wakabidi waweke ka dispensary ili waweze kuwatibu. Picha unazoziona, kuna baba wa taifa hapa nyuma yetu, Abeid Amani Karume. Yenyewe inaonyesha kumbukumbu mbalimbali za nchi yetu hasa kihistoria. Tupe taswira ya mji wa Arusha ulikuwaje? Mtu anataka kumrudisha mawazo nyuma, mwaka 1886. Mji wa Arusha ulikuwa na hali gani? Ama ulikoje ni taswira yake? Ndio mwanzo wenyewe, hili ndio jengo la kwanza. Kwa hiyo hakukuwa na majengo mengine hasa zaidi ya niliyosema kama New Arusha Hotel, kama kwenye picture utaziona huko, na pamoja na hiyo soko kuu niliyotaja, pamoja na dispensary ile walikuwa kutibia wanyama. Kwa hiyo hakukuwa na mji hasa, lakini kulikuwa na wenyeji ambao wanakaa hapa. Mtazamaji, umeweza kusikia maelezo mazuri kabisa kutoka kwa mtaalamu huyu wa sayansi ya mambo ya kale, na kama unavyoona hapa basi haya ni majengo ambayo ni picha zikiashiria lile jengo lenyewe ama ngome yenyewe ya Mjerumani ambaye ndio tulipo ndani hivi sasa na imeweza kuwekwa humu. Na hapa ni kuelezea tu kwamba eneo hili ndio hasa ililokuwa utawala wa Kijerumani unashughulikia hapa. Watu walikuwa wanachapa viboko 12 kama ulivyosikia, na kuna picha mbalimbali zinaonekana hapa za tawala za Kijerumani. Pengine na mtaalamu ataweza kuzielezea kwa undani kidogo hizi picha, minajili kuwekwa mahali hapa. Hizi picha inaonyesha wakati ule wakipiga kwata wale wababu zetu hasa wanaandaliwa kama ilizosoma Soldiers of the German East African Troops,
Hapo unaona kabisa hawana viatu, wanapiga kwata pekupeku. Kwa hiyo ni maandalizi wakati huo ya kuwa na wanajeshi wetu ambao walikuwa wanasaidia ukoloni wa Kijerumani. Naam, mtazamaji unaweza kuona kwamba picha hii inaonyesha kwamba askari wa jeshi la Afrika Mashariki wa Kijerumani akipambana kwenye vita kuu ya kwanza ya dunia mwaka 1914 hadi mwaka 1918. Wanajeshi hawa chini ya uongozi wa Jenerali Paul von Lettow-Vorbeck, majina magumu sana ya Kijerumani mtazamaji, hawakushindwa hadi walipotakiwa kusalimu amri na Waingereza baada ya Ujerumani kushindwa barani Ulaya. Ni kuletea tu hadithi fupi kuhusiana na himaya ya Kijerumani ambayo ilionekanika kabisa katika mji huu wa Arusha. Hapa kuna ramani nyingine inaonyesha mji wa Arusha na mtaalamu ataeleza kwa ufupi. Ndio mji ulivyokuwa mwanzoni wakati huo unavyoona, na ilikuwa ni sehemu ndogo tu. Unaona tawi la ofisi ya wilaya Arusha na mazingira yake mwaka 1913. Wameiweka kwa namba ili kuonyesha ndio makazi ya wenyeji wa hapa wakati huo, na mji wetu sasa uko hapa kama unavyoona namba 11. Hii hapa ndio Gome yenyewe ambayo tunazungumzia na ndio tulipo ndani sisi hapa. Kuna picha nyingine naweza kuiona pale. Hii ni picha ya nani hii? Okay, captain. Ni captain wa Kijerumani, captain yule ambaye anaitwa Johnson, amiri jeshi mkuu wa kituo cha kijeshi cha Wajerumani mjini Moshi mwaka 1892 1901. Captain huyu ndio ambaye alikuwa ameongoza kikosi cha Wajerumani wakati huo wa utawala wa Kijerumani. Yeye ndio alikuwa captain ambaye alikuwa, na hii ndio ilikuwa ofisi yake wakati huo. Samadam. Mtazamaji unaweza kuona Wamorani hawa ni Wamorani ambao walikuwa wanapinga utawala wa Kijerumani, na kama labda mtaalamu asimulie kidogo kuhusiana na picha hii. Nilivyoeleza kwamba Wajerumani walipata upinzani mkubwa kwa hizi kabila za kanda ya huku. Hawa Wamorani unavyoona na silaha zao, hawa ndio wale wapiganaji ambao walizuia ule utawala. Baada ya kugundua kwamba utawala wa Kijerumani harsh rule, na alivyosema kwamba kuna kitu kinaitwa Sijambox system, ile viboko 12 kila asubuhi kama ukifanya offense. Kwa hiyo kwa Morani wakati huo kupigwa mbele ya jamii ya karibu zake ilikuwa haikubaliki. Kwa hiyo waliuzuia na kulikuwa waliwaua wale Wajerumani wa kwanza, hasa kwenye maeneo yale ya Nkoasenga huko juu na Ilboru. Sasa baada ya Wajerumani kugundua kwamba kuna resistance kali huku kama ulivyoangalia kule Iringa, ilibidi wajenge kituo hiki ili kuzuia kama commanding post. Kwa ngome iliwekwa hapa mtazamaji, Mjerumani akabidi aweke ngome hapa kuhakikisha kwamba hawezi kushindwa na Morani. Morani walikuwa wakali kweli kipindi hicho na mikuki yao mpaka kusababisha Mjerumani kujenga ngome hii ambayo hivi sasa ni makumbusho. Hili mnaona ni kama mode ambayo tunaitumia katika kuhamasisha jamii kwamba makusanyo yote ambayo yanahusu elimu asilia katika kanda hii ya kaskazini yako kwenye hili jengo. Jengo lenyewe ni la kihistoria. Unapoona hii ni commanding post. Askari huwa anasimama hapa wakati huo wakati wa miaka ile, na anapoona kuna adui yote anazunguka basi anapiga filimbi. Huku hii barabara unaona inaenda kama inaitwa Boma Road. Kule chini ambapo panaitwa hoteli ya New Arusha Hotel ambayo ndio kambi ya askari wao. Kwa hiyo kinachofanyika hapa, akipiga filimbi basi wale wanakuja wanazunguka jengo wakimlinda captain yao humu ndani. Na Mjerumani alikuwa mkali sana. Mkali anavyoonyesha alikuwa amejizatiti hasa. Okay. Huku nje ukitoka kuna vent ambayo wanaweza kuangalia nje kuna nini. Naweza kuona nyumba moja ile ya kama ni ya sio ni tembe au banda ile, sio? Hii nyumba ni nini, ina umuhimu gani kwa hapa picha hizi? Ni nyumba iliyokuepo, ukiangalia maandishi yameandikwa hata Kirusi katika eneo la Mlima Meru. Ni jengo lililojengwa miaka hiyo sasa, ambao kulikuwa na masettlers hawa kutoka Russia ambao wamejenga. Kwa hiyo walikuwa wanaishi hapa. Hili jengo ambalo naliona hivi sasa hapa, pengine utuelezee kihistoria kuweko mala hapa. Liko ni jengo lilijengwa mwaka gani na liko na matumizi yapi? Ni kama makazi tunavyoeleza yalivyojengwa mwaka 1909. Na ilikuwa ni wakazi kama ni
Wajerumani hapa mjini Arusha. Kwa hiyo walikuwa na maeneo yao ambao walipokuwa wanakaa. Sasa hii ni huko eneo la Mlima Meru unavyoona kwa view. Ile jengo limejengwa maksudi kana unavyoona wamevaa makofia yao. Kwa hiyo wakati huo ujenzi ulikuwa unaonyesha wakipata ile structure za asilia, lakini ni tofauti kidogo walivyojenga ukiangalia. Okay, mtazamaji, umeweza kusikia haya ni mandhari ya kale kabisa nchini Tanzania zama za Mjerumani, na majengo kama haya walipofika basi waliweza kuishi katika majengo haya, na bado na kuonesha vitu mbalimbali katika mji huu wa Arusha ama katika makumbusho hii ya elimu viumbe. Unaweza kuona picha kama hii. Picha hii inaonekana sasa muonekano wa mji wa Arusha mwaka 1907 mpaka mwaka 1914. Unaweza kuona watu wanazunguka hivi, kuna miti ya mitende hivi, na ilikuwa ni mwaka 1907 hadi 14. Mji wa Arusha unaonekana vizuri kabisa. Mtazamaji, hii inayoonekana hapa ni hoteli ya New Arusha mwaka 1906 hadi mwaka 1919. Hivi ndivyo ilivyokuwa inaonekana hoteli hiyo ya New Arusha. Basi na hivi sasa basi mtazamaji, na kupeleka katika eneo jingine la kihistoria baada ya kuelezea kwa ufupi mji wa Arusha jinsi ulivyoanza na Wajerumani walivyoweza kuingia katika mji huu. Hivi sasa na kupeleka katika sehemu nyingine, kabla sijakuletea mambo mengine mazuri kabisa kukuonesha ule mtu wa kale, lakini mwanzo tu nikuletee himaya hii ya Kijerumani ambayo kwa kweli ina haiba ya pekee na ni historia nzuri kabisa kwa nchi yetu ya Tanzania. Zamadam. Zamadam, nikiwa ndani ya makumbusho ya elimu viumbe iliyopo hapa jijini Arusha, na hapa na kuonesha fedha za zamani kabisa. Hizi zinaitwa rupii. Rupii kama unavyoziona ni fedha za zamani. Kuna rupii 100, na mtaalamu wangu hapa ambaye ni mkurugenzi wa makumbusho hii, yeye atatuelezea vizuri kabisa fedha hizi, thamani yake, na hivi sasa zinatajwa kama ni fedha watu wanazitafuta hivi sasa. Pengine utuelezee historia ya fedha hizi. Hizi ni pesa zilizotumika wakati wa ukoloni wa Kijerumani, na hizo ziliitwa rupia na hela, ambayo ndio chanzo cha neno hela kwa Kiswahili katika pesa tunazotumia. Utaona hapo kuna noti na kule juu ile ni coins mbalimbali. Kwa hiyo hii ni mkusanyiko mbalimbali ya vitu ambavyo Wajerumani walivitumia, na huu ukumbi unahusika hasa na kuonyesha hivyo vitu. Hela ni neno la Kijerumani au ni namna gani? Ilitumika kama kwa Uingereza, na rupia ndio inakuwa ya Kijerumani zaidi. Lakini kama unavyoona pale, sisi sasa hivi tunatumia hela kwa sababu imetokana na historia tuliyotoka nayo wakati ule wa ukoloni wa Jerumani. Wakitamka hela, tofauti na tunavyosoma sisi ni hela, lakini ile inaitwa hela ambayo ni Kijerumani, ndio walitumia hiyo neno. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunatumia hela, sio? Mpaka sasa hivi hela inatumika, hata tunaita huko vijijini na hela bana. Ina maana hela tulitoa huko wenyewe. Kwa Kiswahili sasa tunatumia kama ndio neno la Kiswahili kama hela, lakini yenyewe inavyoona ilivyoandikwa pale ni tofauti na ya tunavyosema sisi leo. Tunavyosema hela, hapa wana L2 na ER, wakati ile yetu ina L1 na A badala ya E. Kwa hiyo chimbuko la hilo neno ni wapi? Ni Ujerumani, ni Tanzania? Ni wakati wa ukoloni wa Jerumani, hizi hela ndio tulitumia. Na hivi sasa kuna chimbuko la watu kudai kwamba mtu ukipata rupia hivi sasa ina thamani kubwa na pengine mtu anaweza kutajirika. Wewe unalizungumziaje hili? Hilo hata mimi nimelisikia watu wakitafuta hizo, lakini inawezekana labda ni material iliyotumika, labda ndio inaweza kuwa na minerals ambazo ni nzuri. Sina uhakika kabisa kwamba ina hela nyingi, lakini labda ina element fulani ya madini ambayo ni more valuable kuliko ile surface value. Haya mtazamaji, una hela wewe? Kama ulivyosikia na hizi hela, basi ndio hela rupia za Kijerumani. Rupia hii, hebu tusomee mtaalamu hapa, Deutsche nini? Ndio Dutch Osterkranch Bank. Hiyo ni ya noti ambayo ni ya benki ya Osterkranch. Rudia tena. Dutch Osterkranch Bank.
Umesikia jina lake hilo kitaalamu kabisa kwa lugha ya Kijerumani, rupia 100. Hivi sasa basi mtazamaji, bado nipo katika makumbusho hii nikikuonesha vitu vizuri kabisa vilivyojificha katika nchi hii ya Tanzania, na kupitia TBC1 basi na unaweza kuviona. Zamadam. Mtaalamu, tuko katika hivi sasa tupo kwenye ukumbi unaojulikana kwa jina la Zamadam, na mimi naitwa Zamadam. Pengine sasa hebu tuelezee mandhari ya ukumbi huu, umebeba hisia zipi? Ukumbi huu wa Zamadam una historia inayoelezea binadamu toka stage zile zilizopita ambazo kuna Africanus, Australopithecus, mpaka Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthals, kuna Homo sapiens. Angalia kwenye hii picha hapa, inaonyesha Australopithecus yule ambaye amesimama, anaitwa Homo erectus. Australopithecus hawa ni wale ambao wamepatikana kule sehemu ya Laetoli, hiyo nyayo zao zilipatikana kule Laetoli kama unavyoona kwenye picha hapa. Mtazamaji, umeweza kusikia haya maelezo mazuri kabisa kutoka ukumbi huu wa Zamadam, na mimi Zamadam niko hapa kukuletea kile ninachokiona katika ukumbi huu. Kama unavyosikia, unaona Zamadam wa kale wale ni Zamadam wa Laetoli, wale walitembea miaka 3.6 iliyopita. Hebu watazame kwa kina. Kipindi hicho kulikuwa hakuna nguo, msiwaangalie sana hawa Zamadam, mtapofuka macho. Haya, unaweza kuona hata wanyama, ukiona ndege, wale ndege kwetu tuliona kwenye, kuna ndege wale unawaona, kuna twiga, kuna vitu vingi kabisa. Walikuwa wanatembea wenyewe kwenye tope la volcano, na baadaye wakatuachia nyayo zao nzuri kabisa. Na kama unaweza kuona mtazamaji vizuri, kule juu kileleni utaweza kuona mlima unafuka volcano. Tunaambiwa kwamba miaka milioni 4 hapa Tanzania, milioni 4 mpaka milioni 6, sio? Miaka milioni 4 ilikuwa ni miaka ya volcano katika nchi hii ya Tanzania. Ndio maana hata mlima Kilimanjaro ulikuwa unavuka volcano miaka milioni 4 iliyopita. Kulikuwa na milima Ngorongoro ilikuwa inavuka volcano, na Zamadam hao tayari walikuwa wanaishi katika maeneo haya. Tupo kwenye ukumbi wa Zamadam ndani ya makumbusho ya elimu viumbe, nikiwa na mtaalamu ambaye yeye ndo anakusimulia hadithi nzuri kabisa kuhusiana na chimbuko la mwanadamu. Mtazamaji, unaweza kuona kwa juu kabisa chimbuko la mwanadamu. Hili ni somo, angalia kwa makini kabisa ujue asili yako umetoka wapi, usije ukafikiri tu umechipuka hivi. Hapana. Sasa mtaalamu ndiye atakaye kuelezea kwa nini wamesema hapa chimbuko la mwanadamu. Mtaalamu, usogee hapa utusimulie hii hadithi kwa kina na urari. Karibu usogee hapa tuweze kuelezea vizuri zaidi. Pengine tuanzie huko. Nafikiri huko ndio mwanzo, sio? Okay, hapo. Haya. Sawa, labda usogee sasa, usogee kwenye mic yangu. Hapa tunaonyesha taswira mbalimbali ya stage ambazo binadamu amepita. Namba 0 kule juu unavyoangalia, ile inaonyesha stage ambayo binadamu wa kileo walikaa, ambayo tunayo, ambayo ina Homo sapiens, Homo neanderthals. Namba 2 ni stage ambazo ni Homo habilis, wale ambao wameishi kwenye caves na wamekaa miaka 0.9 hadi 1.4, ambayo ni milioni ya miaka. Namba 3 wenyewe wanaonyesha stages za Australopithecus ambao wako wengi kwenye hiyo group. Kuna Australopithecus africanus, kuna Frances, kuna Zinjanthropus, na yumo huko kwenye hiyo stage ambayo ni miaka milioni 2.5 hadi milioni 3.5. Kwa hiyo wamekaa muda huo wa miaka hiyo. Na vyakula vyao vilikuwa vinatofautiana kwa stage. Stage hii unakuta inakula labda matunda, kama Australopithecus wao walikuwa wanakula matunda na mizizi ya miti. Stage namba 5 bado ni Australopithecus, lakini wale ambao wako primitive zaidi. Australopithecus kadaba unavyoona milioni 5.2. Alafu hii stage ya mwisho inaonyesha wale Ramidicus. Hao milioni 5.2 waliishi miaka hiyo, milioni 5. Waliishi miaka milioni hiyo. Na sura yake unavyoona unakuta bado haijaleta ule mvuto wa. Ndio sio hiyo hapo. Ndio hii hapa, hiyo ndio sura yake inavyoonyesha. Na hii ya mwisho ndio hawa ambao walikuwa wana brain capacity ndogo zaidi, ambao pia walikuwa hapo kwenye stage ya binadamu.
Mtazamaji wa TBC1, hii ndiyo ngome ya Kijerumani ambayo ilijengwa kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1886 kwa malengo makubwa kabisa ya kujikinga na maadui. Mjerumani alikuwa anaogopa Masai ambao hapa walikuwa wanampiga na wengi waliuawa na Wamasai kwa sababu kipindi kile cha ukoloni. Hivyo basi Mjerumani akaona ni vyema kwamba ajenge ngome hiyo mahala hapa ili kujikinga na maadui. Na hivi sasa ngome hii imewekwa kama ni makumbusho ya elimu viumbe, ambapo kuna mambo mbalimbali ya kihistoria yamehifadhiwa mahala hapa. Nimeweza kukusimulia kwa muhtasari. Bado nipo katika ngome hii. Kwenye ngome kuna mambo mengi mno, mtazamaji wangu, na siwezi kuyamaliza kuyaelezea. Hivyo basi nitakuletea sehemu ya pili ya kipindi cha Zamadam nikiwa ndani ya jiji la kale la kihistoria la Arusha. Na kama nilivyokuambia awali kwamba amegunduliwa binadamu wa kale na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Binadamu huyo ambaye ameishi katika zaidi ya miaka 1060 mpaka miaka 1100 iliyopita katika nchi hii ya Tanzania, na ni sifa kubwa. Mimi ni Festus Makerubi ama Zamadam. Mpiga picha wangu pale ni Hamis Mwege, vile vile dereva ambaye ameleta hapa anaitwa Baraka Mzava. TBC1 tunakutakia siku njema. Asante na kwaherini. Zamadam.